Leo ni kweli tumeongozana na BASF kufanya ziara katika eneo hili ambalo linatarajiwa kufanyika tamasha la Sauti ya Busara, na kama historia yake ama kawaida yake, tamasha hili litakuwa linafanyika Ngome Kongwe, lakini kwa mara ya mwanzo limefanyika nje ya Ngome Kongwe, kwa maana viwanja vya Mnazi Mmoja Kikwajuni. Kwa hiyo kama serikali ama kama wizara wenye usimamizi wa burudani na sanaa, tuna kila sababu ya kuja kuangalia maandalizi, na kiukweli maandalizi ambayo mpaka muda huu sisi kama wizara tumeridhika, kwa maana uwanja umekaviwa vizuri, huduma zote za kijamii ambazo zitakiwa ziwepo katika maeneo haya zipo, huduma za wajasiriamali zipo, huduma za mambo mengine yapo. Kwa hiyo ni washukuru Sauti ya Busara kwa kupata changamoto hii ya kuweza kufanya nje, lakini wamepokea kama ni fursa, na kuleta nje huku ninachoamini mimi tamasha litakuwa zuri zaidi. Kwa hiyo kama serikali, maana yake tunatakiwa tuwaunge mkono kila changamoto yao, sisi pia yetu, ili kuweza kuwasaidia, na nimewahakikishia tutakuwepo kwa wiki nzima na sisi, ili kuona nini kimeharibika tuweze kusaidiana kwa haraka. Lengo tunataka lifanyike kwa kiwango kile ambacho kilichozoeleka. Tamasha hili linatoa fursa nyingi. Hapa tu kuna vijana zaidi ya 250-300 ambao wamepata ajira za muda mfupi, na wengine wana ajira zao za kudumu kwenye taasisi hii. Kwa hiyo ni fursa. Utalii pia ni sababu mojawapo ya kuimarika. Kwa hiyo ni tamasha ambalo kwa harama yoyote tunatakiwa tulilinde, tuliunge mkono. Kwa hiyo ilipotokea changamoto ile Ngome Kongwe kuwa haifanyi kazi, maana yake kutafuta eneo hili, kushirikiana na wenzetu, ofisi za mkoa, ofisi za wilaya pamoja na BASF, ili kuhakikisha linafanyika kwa kiwango kile. Swali la mwanzo ambalo nilimuuliza, wasanii wa kwetu wapo, amenihakikishia wasanii wa kwetu wapo, na hiyo ni moja jambo ambalo tunalisisitiza kama wizara. Tulipokutana na wadau wa sanaa, walituomba kama wizara tuende tukasimamie matamasha waweze kupata nafasi. Sio vizuri matamasha yanafanyika kwao wakaja wageni tu peke yao. Kwa hiyo jambo moja ambalo tulitoa maelekezo kwa katibu mtendaji wa BASF, kuhakikisha wasanii wetu wanakuwemo katika kupata fursa ya kuperform katika matamasha haya. Ninachoamini Sauti ya Busara ni mziki live band ambalo ladha za Kiafrika, ladha za kinyumbani, na wao watawazingatia katika hilo. Kwa maandalizi kwa kweli tumefikia pazuri, nashukuru Mungu, alhamdulillah mpaka sasa. Hofu ilikuwepo kwa sababu ni venue mpya, ni eneo jipya ambalo hatukuwa na mwanzoni. Tulipokuwa tunasema tunaenda Mnazi Mmoja, kila mtu alikuwa anawaza sasa pale tunafanya vipi, ramani itakuwaje? Lakini nashukuru tulipata timu ya wataalamu kiunganisha na timu yetu ambao tulikaa pamoja, tukaja kufanya survey na tukajua okay, kwenye ile eneo hapa patatufaa na ramani yetu iwe hivi, ili kuweza kuketa majukwaa yote. Kama unavyofahamu kwamba tamasha la Sauti ya Busara limekuwa linaendesha majukwaa 3 mpaka 4 katika kila msimu. Kwa hivyo ukiangalia ile eneo ni eneo la wazi. Na mtu kupata picha kwamba yanawezekana majukwaa mawili, lakini nashukuru tumetengeneza majukwaa mawili ambayo yana X point. Nikisema X point ni kwamba ukiwa kwenye jukwaa main na ukiwa kwenye Mivinje stage hauwezi kuingiliana na muziki. Kwa hiyo wanaokaa jukwaa la kwanza wana sound wanaosikiliza muziki wao, na wakati huo jukwaa la Mivinje pia linaendelea na burudani kama kawaida na haiingiliani. Sehemu moja tu ambapo mtu atapata ku-experience sauti mbili tofauti kama atapenda kufanya hivyo ni sehemu ambayo ni ya refreshment. Lakini pia tuna jukwaa dogo ambalo liko nje kwenye Busara Bazaar. Busara Bazaar imeandaliwa mahususi kabisa kuweza kusupport wafanyabiashara wa hapa ndani, kwa maana hapa nyumbani wanaotengeneza bidhaa mbalimbali za mkono kwa kutumia mikono, yani kwa maana handcraft artisans, lakini pia na chakula ambacho kiko zaidi kistaili yetu, nafikiri naeleweka nikisema hivi. Kwa nini majukwaa mawili? Moja ndivyo ambavyo tumekuwa tukifanya miaka yote, na kwa sababu gani?
tunapofanya call for artists ama ule wito wa wasanii, maombi tunapata zaidi ya 400, wakati mwingine tulikuwa tunafika mpaka 600, lakini bendi zinazohitajika ni chache sana. Sasa tunawapaje nafasi watu wengi zaidi kuweza kuperform, ama fursa nyingi zaidi kwa wasanii kuweza kuperform. Tukaona si vyema tuwe na jukwaa moja tu na kuchukua bendi chache. Kwa hiyo tukafanya majukwaa mawili, na kwa hapa sasa tunalazimika kufanya majukwaa mawili kwa sababu ya nature ya eneo. Kwa hivyo kwa sasa tutafanya majukwaa mawili, pengine labda inshallah kwa mwakani tunaweza tukafikiria namna gani tutafanya ili kuweza kupata jukwaa la tatu bila kuwa na interruption yoyote ya sauti katika majukwaa haya.